mfadhaiko mkubwa mno kwa yale aliyozungumza. Sidhani kama ni mshabiki, sijui kama ni kiongozi, lakini najua sio kiongozi. Kiongozi mwenye kuwa makini hawezi kuongea maneno kama yale. Lakini nilipomuona amepandisha sauti, kwa kuwa mimi nimjibu kistaarabu. Nimwambia bwana, sijui, sipo kwenye timu ya Tabora. Nilimwambia mimi sipo kwenye timu ya Tabora, lakini jamaa yangu yeye hakukubaliana na yale. Unakoenda Kongo kwa mganga wako wewe, sisi tunataka uache kwenda. Kama ulivyokuwa mechi ya Simba uliacha hivyo hivyo, na mechi hii sisi tunataka uache. Kama wewe unataka familia yako ikae vizuri na unataka wewe mwenyewe uishi vizuri, basi hii mechi naye vipi kwenye utendaji huko, yani acha. Kama kweli wewe sugu, tunataka tukuone Yanga asipate matokeo na wele wako Yanga asuluhi hiyo mechi. Sisi wewe na sisi utatuambia kwamba ulizaliwa juma ngapi, utasema. Wewe nisikilize Dida, nisikilize kwanza. Nisikilize. Ulipokaa hapo kuanzia sasa hivi chunga mdomo wako. Yaani jua linawezekana lisizame alafu ukapotea ghafla. Nisikilize vizuri. Hao madunduka Simba uliwaachia na ukaacha, mkauza game kila kitu, tunajua kila kitu ambacho kinachoendelea. Kwanza ulivyotangulia kuniita, naitwa Dida Sekunde, mwalimu wa Chipkizi Sport Center mjini Tabora, mchezaji wa zamani wa Mirambo, mchezaji wa zamani wa Nation wa Kigoma na FC Kongo wa Kigoma. Kwanza nina mfadhaiko mkubwa mno kwa yale aliyozungumza. Sidhani kama ni mshabiki, sijui kama ni kiongozi, lakini najua sio kiongozi. Kiongozi mwenye kuwa makini hawezi kuongea maneno kama yale. Lakini nilipomuona amepandisha sauti, kwa kuwa mimi nimjibu kistaarabu, nimwambia bwana, sijui, sipo kwenye timu ya Tabora. Nilimwambia mimi sipo kwenye timu ya Tabora, lakini jamaa yangu yeye hakukubaliana na yale. Lakini yale itoa maamuzi. Na yale maamuzi ndio yale mimi nasubiria ayafanye yeye. Ayafanye yeye kwa maamuzi ya kusema atanipoteza. Mimi nasubiri kupotezwa. Lakini nacheka. Namhurumia sana. Kwa majibu niliyomjibu, nilimwambia hivi, anijui. Na nikamuuliza uko Tabora au uko Dar es Salaam? Kwa sababu angeniambia uko Tabora, moja kwa moja nilikuwa nimtafute. Kwa sababu ukinitishia mimi kunipoteza na kushangaa, kwa sababu tumefikia kwenye hatua ya watu kama hawa ndio wanaharibu soka la Tanzania. Tukiona watu wajinga kama hawa ndio wanatupotoshia kwenye mpira. Hizi timu ni kubwa, hizi timu zina majina, lakini anatokea mjinga mmoja kama yule, anatoa maamuzi ya klabu kama Yanga, anafikia hatua kwa kutoa maamuzi yeye kama kimezungumzwa kwenye kikao cha Yanga, anatoka hadharani na kumtishia mtu uhai wake na kumwambia kwamba ataipoteza familia yake. Hicho ndio kilichonikera. Na hicho nimekichukulia nafasi kubwa sana na pana. Na nilimwambia, na ana salamu amepewa mpaka na mtoto wangu amezitoa na wadogo zangu. Tuone hiyo Jumatano ya kesho kutwa kupotea kwangu. Kwa nini Dida unatajwa wewe katika kuhujumu Yanga kwenye sakata hili, ila hali Tabora kuna watu wengi sana wa kimpira? Kwanza kabla hatujaenda huko, yule mtu unamfahamu kwa kuwa alikuwa anakutaja jina kabisa? Simfahamu. Unajua sasa hivi simu unaweza kuchukua namba ya mtu ukajaribu kama unatuma hela ukapata jina lake. Na istoshe yeye kama alivyosema, sio yeye tu. Kuna dada mwingine alisema wa Yanga, jina Dida ni mtu maarufu Tabora. Ni kweli mimi sina hela, lakini ukinitaja jina la Dida utalipata, na ukiniuliza jina la Dida Tabora utanipata. Dida sio mtu utamuona kwamba haiwezi kukosa kujulikana. Sina matukio katika mkoa wa Tabora. Leo na miaka 26. Hawezi kujisikia na tukio la wizi lolote lile linamfanya mtu aonekane ni mpumbavu. Mimi ni mtu na akili zangu timamu. Na ile alilosema kwamba
Kwa nini amekutuhumu wewe sasa Dida? Mimi Tabora wapo watu wengi. Tabora hapa ndio kina Isike Mwanakiungo alikuwepo hapa. Kuna kina Mzee Rage wakongwe kabisa ambao wao wanaonekana kabisa ni kindakindaki Simba alialia, na hapa Tabora anacheza Yanga na Tabora. Kwa nini Dida linatajwa jina lako tofauti na watu wengine ambao labda majina yao yalikuwa karibu katika vinywa vya watu wengi? Hivi unajua hata mvuvi anavyoenda kuvua samaki, anavua samaki wote wa ziwa Tanganyika. Anavua baadhi ya samaki na zingine zinabaki. Sasa anaweza kumtaja mtu mmoja tu kwa sababu ya chuki zake binafsi. Na najua hili swala tunaweza tukazungumza, huyo mtu inawezekana kuna watu wengine wako nyuma yake, akiwa na chuki zao binafsi kwa ajili yangu. Umeelewa? Na sio mara ya kwanza hili. Ishatokea kwenye timu ya Rhino Rangers. Lakini matokeo yake ya mwishoni mimi nilienda kuifundisha Rhino nikiwa kocha msaidizi. Sasa hizi ni chuki binafsi zinatengenezwa zidi yangu. Lakini najua kwamba huu ni mchezo mdogo. Na ndio maana nilimjibu, achana na mimi. Achana? Hawezi. Ninasubiria Jumatano. Unafikiri ni chuki dhidi ya nini? Ili iweje Dida? Kwenye michezo hii. Kwa sababu nashiriki michezo, nimeanza mwaka 2004 na kuza vijana. Yashatokea mengi. Yashatokea hata kwenye mashindano ya vijana ya Coca-Cola. Ni mmoja wapo nishafikisha timu ya vijana ya Coca-Cola finali ya Coca-Cola 2009. Lakini nilitolewa kwenye timu ile kwa sababu ya kuwatetea watoto wa Tabora. Kila mtoto anajua alichokipata. Kwa sababu mimi kupindisha sitaki. Nafikiri nikimnyima mtoto haki yake ya msingi, sidhani kama atafanya kazi hiyo ninayoitaka mimi. Ndio walimu wangu. Mwalimu, kitu cha kwanza, rafiki yako ni mchezaji. Usitengeneze urafiki na kiongozi, tengeneza na ule anayekufanyia kazi yako. Na mimi hicho ndio zilianza hizo na zinaendelea. Lakini nilikuwa naishauri serikali kupitia klabu yetu ya Yanga, klabu zote kubwa hizo, Simba, Azam na hizi Tabora, tuache kuwapa nafasi watu kuja kuziongelea timu kama alivyoongea huyu. Ni ujinga mtupu. Dida, unasema ni misimamo yako, ni kunyoka kwako. Hapa anayekutuhumu anaonekana anaitetea Yanga. Na wewe ulikuwa unamjibu. Hii misimamo yako na mechi ya Yanga na Tabora United inaingilianaje sasa? Misimamo yangu inawezekana kwamba kuna mtu na mkera. Sasa naona nitapita vipi? Nipitie njia nyingine, nikilitaja kwenye njia ya Yanga, sinoba nitapata sapoti kubwa sana ya kumweza kumdhibiti Dida. Hiyo ipo. Njia zipo nyingi sana katika mtu kutoka kufanya kibaya. Lakini nasema nimeshajitoa sadaka. Yeye amesema atafanya kile anachokiweza, mimi niko tayari. Lakini najua kwamba siwezi kuogopa. Dida, umetishiwa maisha. Ni moja ya makosa ya jinai. Pengine umesharipoti katika mamlaka husika kupata usaidizi au ulinzi au taratibu zozote za kisheria zinazopaswa uzipate. Umefanya hivyo Dida? Tayari. Nishafuata taratibu. Najua tunaishi kwenye nchi, kuna misingi, kuna taratibu zinafuatwa. Zile taratibu nishazifuata na mpaka sasa hivi nisharipoti polisi. Mambo yote yako tayari. Kwa kifupi ni hivyo tu, mambo yote yako tayari. Na tunasubiria hiyo Jumatano yeye mwenye kujiandaa na tukio lake kupitia kuvaa koti la Yanga. Mimi nalisema amevaa koti la Yanga kwa sababu kiongozi mwenye akili timamu hawezi kuropoka kama yule. Kwanza nimemwona mwoga. Mimi nimemwona mwoga. Mwanaume asemi bana. Mwanaume yeye anakuja anafanya tukio tu. Lakini nimemwona ni mwoga. Ameanza kuropoka. Polisi wamekupa arabia kumsaka? Ipo. Si atumsaki. Atapatikana tu. Sasa Dida, tujadili shutuma zake na majibu yako. Amesema wewe unahujumu Yanga na mechi ya Simba hukujigusa kabisa. Hukujigusa kwa namna gani? Na pengine Dida, unahujumu Yanga kivipi? Sidhani kama anaweza kanipa ushahidi wa mimi kushirikiana na Simba
kuwaonga wachezaji wa Tabora. Alitaja kwamba kwa nini sikushiriki kwenye mechi ya Simba kumfunga Tabora. Sikushiriki kwenye Tabora kumfunga Simba. Inamaanisha Simba walipitisha hela kwangu mimi. Nafikiri anatakiwa utoe ushahidi kwamba ni tarehe fulani, muda fulani, mimi Dida aligabiziwa pesa kadhaa na viongozi wa Simba, akaenda kuwapa viongozi wa nani? Wa Tabora, kuihujumu Tabora. Hilo la kwanza. Lingine, anatakiwa atoe ushahidi. Siku hiyo nimepewa hela na viongozi wa Tabora United kuvuka DRC kwenda kuchukua kwa mganga, na anionyeshe ushahidi uliokamilika. Akiutoa ushahidi mimi niko tayari kwenda jela hata miaka 100. Umeelewa? Na ndio maana mimi sina wasiwasi. Najua nimeongea, nimepigiwa kwanza, najuta nilipigiwa simu na mjinga fulani hivi. Kwa sababu nikizungumza mjinga ni mtu hajui mpira. Na watu sijui wanapewa nafasi vipi kwenye hizi timu kwa kuziongelea hizi timu. Kwa sababu unapoongelea timu, narudia tena, unapoongelea timu kama Yanga au Simba au Azam, unatakiwa na akili timamu. Kwa sababu ni timu unajua hii clip kuna watu wa nje ya nchi wanazipata, wanalinganisha wanavyoendesha mpira na sisi tunapowapo fursa watu wanaziongelea timu, mtafikiri timu za ndondo, wanatucheka. Kwa sababu hawezi kufikia hatua unaongea vitu hauna ushahidi. Ningefikiria siku ile angetoa na ushahidi siku yake ya pili baada kuona ameirusha mtandaoni. Kwa yeye ndo ameirusha mtandaoni. Angetoa kwamba jamani, ushahidi huu hapa. Hapa Dida anakabidhiwa pesa na viongozi wa Simba. Hapa Dida anawagabizi viongozi wa Tabora United, wanawagawia wachezaji. Hiyo ningekuwa ningemuona ni mwanaume. Na ndio maana nirudi nyuma nikamwambia hivi, uko Tabora au uko Dar es Salaam? Yeye akaniambia niko Dar es Salaam, nakuja, niko njiani tarehe 26 tumeongea naye usiku. Sasa na ile asubuhi tunaongea naye tena, anashindwa kunifesi mpaka sasa hivi. Sasa hivi mimi niko Tabora. Na ninamwambia kabisa kama ameshafika Tabora, niko kwenye mtaa wa Kapembe, Rufita. Ndio nipo. Akikata kona tu ananipata. Dida amekutuhumu kama wewe unaihujumu Yanga kwenye eneo la ushirikina. Ushawahi kutumiwa na Tabora United kuwasaidia kwenye eneo hilo? Mimi ni mwalimu wa mpira miguu. Nilishawahi kuwa kwenye Tabora United ikiwa daraja ya kwanza, inaitwa Kitayosa. Nilikuwa na kocha wangu mkuu anaitwa Fulgence Novatus. Nimecheza naye, ni brother wangu. Aliniita kama nilikaa pale, ninajua nina kocha anaijua. Nimekaa naye pale, makocha msaidizi. Tena nilikuwa niko darasani pale. Ikiwa daraja la kwanza. Sasa ukija unaambia kwamba mimi nilikuwa kwenye benchi la ufundi, amekosea. Mimi sio mganga. Mimi ni mganga wa mpira, wa kufundisha mpira. Na unajua professional yangu kwamba na kituo changu cha chipkizi ndio kimetoa vijana wengi. Huyo Komina anayemuona pale ni ametoka chipkizi. Kama si kweli wewe utumiki kwenye mambo ya kishirikina na timu hii ya Tabora United, sauti yake inatanabaisha wazi kuwa Dida, Yanga akisuluhu utapitia magumu, lakini wewe unamhakikishia kuwa Yanga anafungwa. Kwa nini unamhakikishia hivyo wakati wewe sio mtabiri na ushiriki mambo ya kishirikina? Hapana. Unawezekana mtu akakujibu bana, wewe mkono una wasiwasi? Au unaonekana utafungwa wewe. Si kwamba mimi ni mtabiri. Nafikiri kuna watu sasa hivi wanazungumza hata timu za Ulaya, wanabeti. Anabeti Barcelona atashinda, Madrid atashinda, wanakuwa watabiri wale. Mimi nimwambia kimpira. Nimwambia una wasiwasi sana. Au unawezekana utafungwa. Si kwamba mimi ni mtabiri. Kauli yake ya uchochezi ndio kauli inasababisha watu mpaka leo wanaona kwamba yeye anachokizungumza si sahihi. Unaona? Pamoja na vitisho vile, mpaka sasa hivi umepitia magumu yoyote labda kutokana na vitisho vile? Shambulio lolote? Amna.
Hapa niko mikono salama bwana. Tabora iko salama bwana. Kwanza nilikuwa najua Tabora kwamba huyu anayetishiwa ni muuni. Nafikiri saizi nilikuwa nishaumizwa, lakini Tabora wanajua niko mikono salama. Umeelewa? Na mkuu wa mkoa na rapisiwa hapa. Na watu wa mpira wako hapa Tabora. Wanalijua kwamba huyo wanamtumwa hata kati ya watu wa Yanga tu miongoni mwao. Kuna watu wanajua kwamba Dida anaonewa. Umeelewa? Sasa angeacha. Mimi nitaka nimshauri kitu kimoja kwamba ndugu yangu angetafuta kazi nyingine. Hii kazi ya kumtafuta Dida angeacha. Ni kazi nzito. Ndio nimwambia, ni kazi nzito sana. Aiache. Achane na mimi. Aje amempangilia tu kwamba ni jinsi gani watacheza mechi yao. Kwa sababu mimi kwenye Tabora mimi sipo na kwenye Yanga sipo. Wewe unashabikia timu gani? Mimi mwalimu bwana. Popote naweza ngapewa kazi nitafanya kazi. Kwa mechi ulivyoiona ya Yanga na Tabora, ni kweli Yanga anakufa? Siwezi ngajua. Mimi sio mtabiri. Mimi mwalimu. Ulisikika ukisema Yanga anakufa sio kudraw. Kufa inawezekana hata wewe unaweza kumuona mgonjwa ukasema huyu mgonjwa pia mbona atapata hapa. Inawezekana hata kufa. Lakini sio kwamba unakuwa mganga. Unamwambia nini sasa mtishaji wako? Mimi nataka nimwambie kwamba yeye kama amezamiria, si ndo maana yake aache kufia Yanga, aiweke pembeni. Basi twende mimi na yeye. Family life. Kabisa. Mimi nazungumza kwenye vyombo hivi. Tuachane huku twende sisi huku. Umejitoa mwanga. Hivi, haujua kama mwezi wa wewe unajua mimi ni Mkristo. Kwaresma hii. Na Kwaresma tunapitia kwenye nini? Kwa ajili ya lipi sasa Dida? Sasa mimi siwezi kuzungumza mengi. Yeye atakavyoamua sasa atajua kinachoendelea. Familia yako imepokeaje hili? Familia yangu iko makini sana. Wewe mwenyewe umeona kijana wangu alivyoposti. Sisi tunajiamini na ameongea na wengine wadogo zangu. Si familia yetu tuko sawa sawa. Lakini tuna mwiko wa kutokutishwa.